Umeme, Mheshimiwa Naibu Spika, ni jambo moja. Tunaufikishaje kwa wananchi ili waweze kuuona ukiwaka katika maeneo yao? Serikali hii ya awamu ya 6 imejipanga kuhakikisha ya kwamba tunatoa umeme katika maeneo ya uzalishaji. Leo hii bwawa la Mwalimu Nyerere linazalisha megawati 2115, lakini tunajenga laini sasa ya kutoa umeme ule uweze kufika Dodoma, laini ya Chalinze Dodoma. Umeme ule ukifika Dodoma utaweza kuingia kwenye laini uweze kwenda mpaka Ibadakuli kwa watani zangu wa Sukuma kule, nao wakaweza kupata umeme huu, ambao watu wa Tabora, watu wa Singida, watu wa Kahama wote watapata umeme huu ambao unatoka bwawa la Mwalimu Nyerere. Lakini sio laini hii tu ya Chalinze Dodoma. Umeme huu ili uweze kufika katika kongani ya viwanda, lakini pia uende katika jiji la Dar es Salaam ambao ndio wanatumia umeme mwingi katika taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, tunajenga laini ya kutoka Chalinze, Kinyerezi, Mkuranga kuhakikisha kwamba umeme mwingi zaidi unakwenda kule katika maeneo ya uzalishaji. Lakini sio laini hiyo tu ambayo inajengwa. Hapa tumesikia wabunge wa Kusini, ameona rafiki yangu Ado yuko hapa, wana laini yao ya Songea, Tunduru, Masasi, Maumbika. Laini hii ilisimama kwa muda mrefu, lakini hata Ado Shaibu hapa ni shahidi ya kazi inayofanywa na serikali hii ya awamu ya 6 ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Nilitembelea jimboni kwake, Mheshimiwa Naibu Spika, nilikuta mkandarasi anasuasua, hafanyi kazi. Tulibanana na mkandarasi yule, alileta sababu za kwamba hajalipwa. Tuliomba fedha katika serikali hii sikivu ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Mkandarasi yule kwa hivi tunavyozungumza amekwisha lipwa bilioni 33 na amerejea site na anaendelea kusimika nguzo zile ili laini hile ya kilovolti 220 iweze kutoka Songea ifike Tunduru ambao ni kilomita kama 214, na itatoka Tunduru itakwenda Masasi kule kwa kina Akwilapo, na ikitoka Masasi pale, hata rafiki yangu na Wanda jana alitishia kushika shilingi yangu, ana laini inatoka pale inakwenda Newala ya KV 33 ambao mpaka sasa iko 81% inajengwa. Lakini kuna laini ambayo itaendelea KV 220 ambayo itatoka Masasi mpaka jimboni kwa Nape na Uye Maumbika ambapo kuna kituo kikubwa pale. Umeme ule utapoozwa pale Maumbika na utaingia kwenda Mtwara. Watu wa Dinyecha huko watapata umeme, watu wa Lindi kwa Utali watapata umeme, na kilio cha kukatika umeme utakuwa sasa umekwisha.